napenda kuona wanafunzi wanaelewa nini. Wokovu ni mtu mwingine please. Yule amesema ni kitendo cha kuokolewa kutoka kwenye eneo hatarishi na kuwekwa sehemu salama. Mwingine? Na akasema pia ni kitendo cha kumwamini Yesu. Kuna mwingine. Sasa wokovu kama alivyoeleza, hiyo tafsiri ya kwanza ni sahihi sana, kwamba ni kitendo cha kuokolewa kutoka eneo lenye hatari na kuwekwa sehemu yenye salama, sehemu yenye usalama zaidi. Hiyo ndio hatua ya kwanza ukisikia mtu amesema wokovu au kuokolewa. Lakini tafsiri ya pili ni kupita kutoka mautini na kuingia uzimani, ambapo tunakupata kwa kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Maana Biblia inasema ukimwamini Yesu kwa moyo wako na ukakiri kwa kinywa kwamba ni Bwana, basi utaokoka. Haleluya. Kwa hiyo hatua ya kwanza au maana yake ya kwanza kikawaida ni kitendo cha kutolewa kwenye hatari na kuwekwa sehemu salama, ambayo hiyo maana ukiileta pia kiroho, unatolewa kwenye hatari ya kwenda jehanamu na kuwekwa sehemu salama zaidi ya kuishi milele duniani. Wale watakao kwenda jehanamu hawatakuwepo duniani. Ndio maana Biblia inasema adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Mauti na kuzimu watakamatwa, na yule nabii wa uongo watatupwa kwenye ziwa la moto. Huko kutakuwa kilio na kusaga meno siku zote za maisha yao, siku zote za ulimwengu, milele na milele. Manake hakuna mwisho. Uzima wa milele manake kutokuwa na mwisho wa uhai. Hivi inawezekana hujui kwa nini umeokoka au hujui kwa nini kuokoka. Kuokoka manake Yesu alikukatia rufaa na wewe mwenyewe unakata rufaa. Unasema nimekataa kwenda jehanamu kuteseka milele, maana sikutenda dhambi na yupo aliyenitetea, aliyelipa gharama za dhambi nilizotenda, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo nakataa kwenda jehanamu, nataka kuwa na uzima milele, nataka kuishi milele. Nimekikataa kifo. Si unanielewa? Ziko mauti za aina tatu. Kifo cha kwanza ni kifo cha kiroho. Kifo cha kwanza, kifo ni nini? Kifo ni mtengano. Utengano ndio unaoitwa kifo. Kitendo cha roho na mwili kutengana, hichi ndicho kinachoitwa kifo. Hili ni tukio na sio kitendo, sio kitendo, ni tukio. Tukio la mwili na roho kutengana ndicho kinachoitwa kifo. Sasa roho ndio inayotia uzima ndani ya mwili. Ile roho ikitengana na mwili, mwili unakosa uzima, inaitwa hiyo hali hiyo inaitwa kifo. Ule mwili hauwezi kuwa tena hai na badala yake utaoza na kuharibika. Kwa hiyo kinachofanya mwili ungae, uwe mzuri, upendeze, utembee ni roho. Roho ikitoka tu, huo mwili haufai chochote, unaharibika na kuoza. Kwa ule utengano wa roho na mwili ndicho kinachoitwa kifo. Sasa kifo cha kiroho, roho ya Mungu ndio inayotia roho ya mwanadamu uzima, ndio inaifanya iwe na uzima ile roho ya mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana mtu anajazwa Roho Mtakatifu ili awe na uzima ndani yake. Ule uzima unakaa katika roho ya mwanadamu, uzima wa kiungu. Ndio maana utawekea mtu mkono na atapokea uponyaji. Sio ile roho yako, ni roho ya Mungu ikitia uzima ndani yako. Sema amina. Ndio maana sio kila mtu ataweka mkono juu ya mgonjwa na yapokee afya, ila yule tu ambaye roho wa Mungu yuko ndani yake, roho atiaye uzima, anayekaa ndani ya roho ya mwanadamu. Sasa mtu akitenda dhambi, roho itendao dhambi itakufa. Biblia inasema kwa kitabu cha Ezekieli, roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Kwa hiyo mwanadamu aliyetenda dhambi, roho yake inatengana na roho ya Mungu. Mungu roho anatengana na roho ya mwanadamu. Huo utengano huo unaitwa kifo cha kiroho. Maana hataweza kufanya tena mambo ya kiungu, hataweza kufanya tena mambo ya ufalme wa Mungu, maana roho yake imetengana na Roho Mtakatifu. Hicho kinaitwa kifo
kujisikia tena. Alikuwa anaweza kuomba sana, hawezi kuomba tena. Alikuwa anafunga sana, hawezi kufunga tena. Alikuwa anasoma sana maandiko na kuelewa, lakini haelewi tena atakisoma. Hata akikaa kanisani haelewi ikifundishwa, maana roho yake imekufa. Roho yake imekufa lakini yuko hai. Maana kifo ni mtengano. Roho ya Mungu imetengana na roho ya mwanadamu. Hicho ndio kifo cha kiroho. Haleluya. Lakini aina ya tatu ya mauti ni ile mauti ya pili. Yaani huyo mtu akishakufa kile kifo cha kwanza cha roho kutengana na mwili, anabaki katika hali ya mauti akisubiri ufufuo. Ufufuo ukishatokea, kuna mambo mawili: ema aende katika uzima milele au atupe kwenye ziwa la moto wa milele. Ziwa la moto wa milele ndilo linaloitwa mauti ya pili. Haleluya. Haleluya. Sasa unapompokea Yesu, maana yake umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Umepita kutoka mauti ya pili kuingia uzimani. Tupigie Yesu makofi. Wakili wetu mwaminifu alienda kukata rufaa. Watu mnafahamu jinsi kesi iliendeshwa? Iliendeshwa hapa duniani na walikuwa mahakamani, na sisi sote tulipelekwa mahakamani na Yesu pia. Nafahamu vizuri. Wakati Yesu alikuwa amesimama mbele ya Pontio Pilato, alikuwepo mfungwa mmoja gerezani pamoja na Yesu alikuwa anaitwa nani? Baraba. Wakati kesi imepigwa, waliulizwa watu, tuwafungulie nani kati ya Yesu Mnazareti mnayemuita mfalme wa Yahudi na Baraba? Watu wote wakapiga kelele wakasema, tufungulie Baraba, lakini Yesu asulubishwe. Yesu afanyeje? Alafu nyinyi jinsi mlivyo ajabu, mnakaaga mnalia, mnasema kwa nini wakumwachilia Yesu akamsulubisha Baraba? Nataka nikwambie ilikuwa haki na ndiyo ilikuwa sawa. Kwa sababu Baraba alisimama mahakamani kwa niaba yangu mimi na wewe. Yaani alisimama kuwakilisha ulimwengu wote. Yaani Baraba alikuwa ni mimi, Baraba alikuwa ni wewe. Ndio pale sasa kesi imepigwa, achiliwe nani huru na nani afe. Alafu wakasema Baraba achiliwe. Yaani mimi na wewe tuachiliwe, lakini Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu na makosa yetu. Come on. Pigie Yesu makofi yako mazuri sana. Ndio maana Yesu hakujitetea wala kujieleza, hakufungua kinywa chake, maana ilikuwa ni lazima iwe hivyo. Baraba alikuwa ni mwakilishi wangu mimi na wewe. Nikikwambia nilikuwepo pale siku ile, utasema pastor wewe ni muongo. Nilikuwa na wakilishwa na Baraba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yule Baraba muuaji, yani maandiko yanaeleza vizuri, yule muuaji tena dhambi. Wakasema muachilie huyo muuaji, lakini Yesu asulubiwe. Yes, this is right. Kwa sababu Yesu asingesulubiwa, mwanadamu asingepata wokovu. Na Baraba damu yake hata angeenda kusulubiwa yeye, isingefaa kutukomboa mimi na wewe, isingefaa kutakasa makosa. Kwa hiyo Baraba akaachiliwa akakimbia. Ndio maana maandiko yanasema sisi tuliwekwa huru tukakimbia. Haleluya. Amen. Yeye sema nilikimbia baada ya kuwekwa huru. Nilikimbia baada ya kuwekwa huru. Na nielewa vizuri. Sasa Yesu alikufa kwa sababu sheria ya Mungu inasema hivi, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo huyu mwanadamu asingepatikana mtu atakayekubali kubeba ile kesi iwe ya kwake, aseme mimi ndio niliyetenda dhambi, na huyo mtu awe mwenye haki ili asimame kwenye haki yake, abadilishane na huyu mwenye dhambi, amfanye yeye mwenye haki alafu yeye awe mwenye dhambi. Wokovu kwa mwanadamu isingetokea. Kwa hiyo Yesu akabadilishana na sisi, akatupa haki yake, sisi tukahesabiwa haki bure kwa imani, alafu yeye akafanyika mwenye dhambi ili afe badala yetu sisi sote. Haleluya. Ndio maana anasema hakuna mtu mwenye upendo mkubwa kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yaani Yesu aliamua kutoa uhai wake kwa ajili
ajili ya marafiki zake ambao ni mimi na wewe. Ndio maana nikikuangalia unapoabudu alafu unashangaa watu wanaabudu, wewe unashangaa na shida kuelewa, hujui kitu Yesu alifanya msalabani. Ukijua kazi aliyoifanya Yesu msalabani, unaweza kujikuta umeshadirigita hapa, umechafuka na wala hujui umechafukaje, maana unajua kazi aliyoifanya Yesu msalabani. Utamlipa nini ili ifanane? Utampa nini umwambie asante kwa kuniokoa? Nini utampa? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Yesu ataja ili asichukue dhambi zangu mimi na wewe. Alafu yeye mwenye haki ajidai yeye hana haki, aseme mimi nimeinunua hii kesi, mimi naomba nife kwa ajili ya hawa, naomba nife. Ndio maana hata pale bustanini Getsemani walipokuja kumkamata, aliwauliza mnamtafuta nani? Wakasema Yesu Mnazareti. Akawaambia kama mnanitafuta mimi, basi waacheni hawa waende zao. Haleluya. Amen. Waacheni hawa waende. Haleluya. Na ndio maana wakati anafunga mafaili, wakati anaondoka, anatoa hesabu ya kazi yake duniani, anamwambia Mungu hivi, Baba, wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja, ila yule uharibifu, yule mwana yule wa uovu yule, ili maandiko yatimie, ndiye aliyepotea tu, ila wengine wote wako salama. Tumpigie Yesu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tukakombolewa. Tumekombolewa ili nini? Tumekombolewa ili tuishi milele. Hatukukombolewa ili tuendelee kutenda dhambi. Tumekombolewa ili tuishi maisha matakatifu, tukutwe tukiwa katika hali ya usafi baada ya kutakaswa na ile damu ya Yesu, ili tupate uzima wa milele. Uzima wa milele sio mbinguni, uzima wa milele ni hapa hapa duniani. Amen. Mbona nimepotea? Nimetoka kwenye ule ujumbe wangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uzima wa milele ni hapa hapa duniani. Hebu sema uzima wa milele ni hapa. Uzima wa milele ni hapa. Ndio maana Biblia inasema hivi, vitaumbwa vipya na nchi zitageuka. Yerusalemu mpya itashuka kutoka mbinguni, na majina ya hao watu ambao majina yao hayakuwepo kwenye kitabu kile cha hukumu hayapo. Na wala hawana ile chapa ya mnyama, hawana ile chapa ya mnyama katika vipaji vya nyuso zao. Wataingia katika huo mji ambao ni wa mraba, mji wa dhahabu, na mji huo na misingi 12, vito 12 vya thamani, majina 12 ya mitume, na milango 12 sawa sawa na kabila 12 za Israeli. Tupigie Mungu wetu makofi mazuri. Na Yesu atakuwepo huko pamoja na hao watakatifu usiku na mchana, na hakutakuwa hakuna jua wala mwezi, hakuna tena giza, maana mji ule taa yake itakuwa ni mwana kondoo. Yesu atatoa nuru kwa ajili ya mji ule, na huko watamwabudu usiku na mchana. Yeye ni mfalme wa falme na Bwana mabwana, watamwabudu huko, maana kuna hekalu katikati ya mji huo. Hao watakaoshinda katika ulimwengu huu ndio watakaoingia Yerusalemu mpya, ambao ni Yerusalemu ya dunia kabisa, mpya itakaoumbwa na Mungu. Ndio maana tunapigana kuokolewa. Ndio maana tunapiga kelele usiku na mchana, watu waokoke, watu waache dhambi, maana hawajui madhara ya dhambi, hawajui wanapoteza yaliyo mema kwenye maisha yao, hawaelewi. Wanafikiri kwamba tunaokoka ili tuimbe mapambio kanisani. No. Haleluya. Haleluya. Shetani anaona wimbo haleluya. Sema watu wataokolewa tu kwa jina la Yesu. Sasa watu wengi waelewi wokovu nini. Wanafikiri wokovu yani ni kukaa tu alafu utakufa, hawajui wanapokwenda. Unakufa kwa sababu dhambi ilisababisha wewe ufe. Ile baba yako wewe alitenda dhambi na upo katika asili ya dhambi, kwa lazima ufe ili ufufuke, uumbike upya, uwe kiumbe kipya. Kama vile mbegu inavyoingia ardhini inakufa alafu ikachipuka mpya, hivyo inavyoenda kutokea kwa. Sema amen. Ndio maana tunasema hatulii mtu akifa, ila tutalia sana tukigundua alikufa katika hali ya dhambi, maana cha kwake kimeisha. Lakini akifa akiwa katika hali ya usafi na utakatifu, huyu tunaye, tunashangilia na kurukaruka. Haleluya. Huyu
wokovu. Lakini usipojua haya, na kuambia utaingia kanisani kuja kuimba mapambio, kusifu, kutoa sadaka na kurudi nyumbani. Lakini kama unataka kuelewa tafsiri ya wokovu ndio hiyo. Manake wewe kwa umbo lako hilo hilo na uzuri wako huo huo unahitaji tukuone siku ile ukiwa umefufuliwa, umevikwa uzima, ili tuweze kukaa na wewe milele. Amen. Ndio hapo na lile jina la Yesu aliloitwa Emmanuel litakapotimia, yani Mungu pamoja na wanadamu. Hebu sema Mungu pamoja nasi. Hebu sema Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Hivi itakuwaje? Hebu naomba nikuulize, itakuwaje ile siku? Alafu tutavikwa mataji, tutavikwa taji. Moja kati ya taji tutakayovikwa ni taji ya uzima, yani kutokufa tena. Kutokufa tena. My God. Yani unanikamata ni mkono kabisa, ndio mimi hapa. Ninaongea, ninacheka, ninafurahi, lakini sisi tena. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya imeandikwa kwamba amemeza mauti hata milele. Isaya 25 mstari wa 8. Amemeza mauti hata milele. Yani itatokea baada ya sisi kushinda katika ulimwengu huu. Sasa ulimwengu huu una miaka mingapi? Miaka 100. Miaka 100 tu mtu anaishi hapo. Kwa nini ushinde kujizuia ili ukaishi ile miaka mingi kwa furaha? Leo unaniambia si mume wangu hataki mimi niokoke. Huyo mume wako ni kamba ya kukupeleka jehanamu. Unaniambia baba yangu hataki niokoke, ni kamba ya kukupeleka jehanamu. Achana na hiyo kamba upesi. Maana hata kuokoa siku ile utakwenda jehanamu milele na hakuna atakaye kutetea. Lakini afadhali ungekubali leo ukapoteza vyote ukampata Yesu. Amen. 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 Ile siku watu watanyanyuka kwenye mavumbi, utashangaa. Yani sijui hiyo siku tutakuaje. Mimi natamani hiyo siku ningebaki duniani nione, lakini sijui kama Mungu atanipa hiyo neema. Nibaki duniani nione jinsi watu wananyanyuka kama viazi chini ardhini. Wanaponyanyuka makaburi inafunguka, watu wanatoka, kina Petro wanatoka, kina Yohana waliokatwa vichwa, kina Paulo wanatoka, wanaenda kumlaki Yesu mawinguni, wanaingia karamuni, wanaingia kwenye harusi ya mwana kondoo. Yesu akasema hivi, sitakunywa tena uzao wa mzabibu mpaka nitakapokunywa ule mpya katika ufalme wa Mungu. Okay. Tunaenda kunywa pale, alafu tukisha kunywa pale, hukumu ya watakatifu pia itafanikia pale kwa mujibu wa maandiko. Lakini siku ile ya hukumu ya mwisho, watakatifu watathibitishwa katika haki. Amen. Mmenisikia vizuri eh? Amen. Mmenisikia vizuri? Amen. Alafu tutatawala pamoja na Kristo hiyo miaka, pamoja na Kristo hapa duniani. Na wale waovu wakishatengwa sasa, ile mauti ya pili ni kutengwa. Yaani hawa watu wanatengwa na walio wenye haki, wanatengwa na Mungu milele. Amen. Hiyo ndio mauti ya pili. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ili uweze kushinda katika ulimwengu huu, imekupasa kumtumikia Mungu. Amen. Ukitaka tiketi ya kuingia kwenye uzima milele, maana wewe umeonewa na shetani. Shetani alikunyang'anya haki yako, ndio maana unakufa. Ukitaka kupata tiketi ya uzima, mtumikie Mungu sasa ukiwa hai. Amen. Haleluya. Amen. Maana ukishakufa utaweza tena. Mnaenda makanisani mkitafuta nyumba, mkitafuta magari, mkitafuta mashamba. Waulizeni walioondoka kama waliondoka na kitu. Ni vyema mpate hivyo vitu hapa duniani, lakini mtavipata kama mkiwa sawa sawa na Mungu. Mkivipata mtapoteza maisha yenu, ni bure. Ukipata mume ukaenda jehanamu ni bure. Ukizaa watoto ukaenda jehanamu ni bure. Haitakufaa wala haitakusaidia. Unaonaje upate vitu vya dunia hii yote, Yesu alisema, alafu upoteze nafsi yako katika jehanamu ya moto? Maana Mungu, Yesu anaona huruma kwamba kwa nini upate vitu vyote vya hii dunia ukose kuingia katika Yerusalemu mpya inayokuja, ulimwengu mpya utakaoumbwa ambao hauna nyuklia. Biblia inasema dunia hii itakamatwa na kukunjwa kama karatasi pale mwisho na kutupwa kwenye jehanamu ya moto. Kwa nini? Ina vitu vya hatari, mabomu ya nyuklia, vitu gani, vinu vya nyuklia na nini, alafu ulimwengu mpya utatokea. Haleluya. Amen. Haleluya. Watu wakisikia wanafikiriaga tu ni visasili, ni story ambazo hazina maana. I'm telling you, watu watalia sana sisi. Ndugu zangu naongeaga nao tu wanaleta ukorofi, lakini siku ile watalia sana. Watalia kilio kisichokuwa na msaada.
Watalia kwa namna ambayo sijui nieleze. Biblia inasema watalia na kusaga meno. Hicho kilio sasa ukiona. Watalia na kusaga meno kwa sababu ya maumivu watakayokutana nayo. Haleluya. Haleluya. Basi tuendelee. Nimeeleza habari ya utumishi, nimeeleza kwa mapana kidogo ili uweze kunielewa kitu ninachozungumza. Okay? Kwa kila mtu aliyeokoka amepaswa kumtumikia Mungu katika maisha yake aliyobakiza hapa duniani kama mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu lazima utumike kumtumikia Mungu hapa duniani uwapo hai. Nitaanza kusoma kitabu cha Yohana 17:18. Yohana 17:18, neno la Mungu linasema, naomba nisisitize hapo, tumeokolewa ili tumtumikie Mungu. Sema amina. Amen. Alafu tulipookolewa kwa neema, tumetumwa na sisi tukaokoe wengine. Amen. Haleluya. Amen. Ukihubiria ndugu zako kukutukana, no problem, ondoka hapo. Mtakwazana, utaondoka ukiwa na hasira, utasema sitarudi hapa tena. Lakini ukishakaa tena kama miezi miwili, unarudi tena unawaambia nimerudi tena kuwaambia habari za Yesu. Amen. Haleluya. Yesu alikufa kwa ajili yenu ili ninyi mpate uzima wa milele. Haleluya. Naandika hizi habari kwa usahihi. Nataka kuziandika ili kila mtu atakayesoma aelewe. Watu wengi wanafundishwa habari za wokovu na wanaokoka na hawajui kwa nini wanaokoka na hawajui kwa nini wanatakiwa kuishi maisha matakatifu. Ndio maana ukimuuliza mtu what salvation is or what is salvation, hawezi kueleza ni nini maana ya wokovu. Kwa ana kama vitu fulani alivikremisha, lakini haelewi kwa usahihi. Haleluya. Na msi Mungu mnaniombe. Natarajia hicho tukikazanie sana kifanyike mwaka huu. Sema amina. Amen. Niombe sana kwa sababu nimekuwa nafanya vitu vingi lakini vinashindwa kukamilika kwa wakati. Kwa hiyo sasa tulipookolewa tumepewa jukumu moja. Hapo kwenye mstari wa 18 inasema, kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Sema tumetumwa kama Yesu alivyotumwa. Rudia tena, tumetumwa kama Yesu alivyotumwa. Yesu alitumwa kwa ajili ya nani? Sema kwa ajili yangu mimi na wewe. Na wewe umetumwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya yule na yule. Amen. Wewe sio tena kwa ajili yako. Yesu alitumwa kwa ajili yako na mimi. Lakini mimi na wewe tumetumwa kwa ajili ya yule na yule. Haleluya. Amen. Wangapi watakwenda kuwafuata yule na yule? Wangapi watawafuata kuwaeleza habari za Yesu? Mungu wangu awape neema. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5. Some pale. Waraka wa Yohana wa kwanza ile sura ya 5. Waraka wa Yohana kwanza na ile sura ya 5. Tusome mstari wa kwanza hadi wa 3. Inasema, kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Katika hili twajua kwamba twawapenda watoto wa Mungu, tumpenda hapo Mungu na kuzishika amri zake. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si. Haleluya. Amen. Huku ndiko kumpenda Mungu, tuzishike amri zake, na wala amri zake sio nini? Sio nini? Yesu ametumwa kwa ajili yangu mimi na wewe, na yeye amenituma mimi na wewe kwa ajili ya yule na. Kwa hiyo ni amri ametupa, tuende tukawaokoe kama tulivyookolewa. So kabla hujafa, moja kati ya hesabu unatakiwa kuifanya kwa makini sana. Sio ni nyumba ngapi ulijenga, sio ni watoto wangapi ulizaa,
wachumba wangapi, sio ulikuwa na kondoo wangapi au kuku wangapi. Maana vitu hivyo vitakusaidia kitu chochote katika ufalme wa Mungu. Hesabu unaotakiwa kuipiga sawa sawa ni roho ngapi ziliokolewa kwa sababu yako. Either wewe ulipeleka ujumbe mwenyewe au kupeleka ujumbe lakini uliwawezesha wengine kupeleka ujumbe. Either uliwawezesha kwa fedha, uliwawezesha kwa chakula, uliwawezesha kwa malazi, lakini wakapeleka ujumbe kwa waliopotea. Can you imagine leo kuna mataifa yanapitia nyakati ngumu sana kama Kongo, lakini watumishi wa Mungu wameweka kambi kule. Vita inapiganwa, watu wanakufa, na watumishi wa Mungu wako pale kuharakisha, kukazana kuwaeleza habari za Yesu, kuwaeleza habari za Yesu kabla hawajafa. Na wengine wanauawa huko kwenye mapambano, ni watumishi na wanauawa huko. Ni watumishi kama watu wametupwa gerezani, lakini wewe unakula na kunywa na kusaza. Mungu amekupa vyote, huna hata mchango wote unaotoa katika mapato yako kusaidia watu wanaopambana kupeleka injili kama hawa. Wako Kongo wana chakula, wako Kongo wana malazi, lakini wewe unavyo vyote Tanzania na unamwomba Mungu akuzidishie. Kwa nini akuzidishie wakati hauna uhusiano mzuri na yeye kiuchumi? Ile unachokipata kinakuwa cha kwako na wala hujengi ufalme wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Unafikiriaje kwa watumishi waliopewa mzigo na Kongo? Ni watu wangapi ambao wako hapa lakini hawajawahi kwenda mahali popote? Hawajawahi kwenda mahali popote kushuhudia hata mtu. Hivi unafikiri siku utakao kufa Yesu, swali la kwanza atakalokuuliza, nilikutuma uende ukahubiri injili kwa kila kiumbe, nionyeshe ni nani ulimpelekea ujumbe, ili uweze kuwa na haki ya kuingia katika mji mtakatifu. Utamwambia nilikuwa bize kazini tulikuwa hatuna nafasi. Mimi nilikuwa bize najenga nyumba, nilikuwa naendesha kiwanda, sikukuumba kwa ajili ya mambo haya. Hayo ulifanya ni ziada, ni ya kwako. One person is about my kingdom. Mimi nilitumwa nikaacha vyote mbinguni, nikaja nikafa kwa ajili yako. Wewe niliyekununua ulifanya nini? Hutamwambia nilikuwa na ng'ombe zangu zilikuwa 1000 nilikuwa nazichunga. Utaulizwa uliziumba wewe? Wewe ndio umeamua kujitiisha kwenye utumwa huo. Mimi nakuuliza habari za watu waliopotea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nakwambia na kule nyumbani peleka injili hata kama vita inanyanyuka. Peleka injili, maana siku utakapokufa utaulizwa habari za watu wao. Maana wewe ulipata neema. Na Biblia inasema msipokee neema ya Mungu bure. Maana muipokee na muitende kazi. Haleluya. Haleluya. Kama kuna vitu vya thamani, ufalme wa Mungu umejengwa kiasi gani na fedha yako? Ili katika hizi maji kuna pesa yako hapa? Is there? Au umepambana tu unajenga? Umepambana tu unanunua washamba? Unawewe kujua ile siku utakayokufa wewe? Nikoleze maneno haya magumu sana. Siku utakayokufa wewe, wataomboleza tu kidogo kwa muda mfupi. Baada ya muda mdogo tu, baada ya muda mchache tu, siku kadhaa, labda wiki 2, ndugu zako wote watarudi kwenye majukumu yao. Watoto wako wataondoka, wataliacha kaburi lako, watakwenda shule, watakwenda wapi? Yule mke au yule mume uliyedhani ni wa kwako, mliyekuwa pamoja kitanda kimoja, atakuacha hapo. Kaburi lako litaanza kuota nyasi, litaanza kutembelewa na konokono. Wao wataendelea na shughuli nyingine, na vile vitu ulivyovihangaikia watagawana, na kama si kugawana wataviuza, watakula fedha, vitatumika kwa namna ambayo sivyo ulivyotaka wewe. Maana wanajua hakuna siku utakayorudi. Kule unakokwenda ni nini umewekeza katika ufalme wa Mungu ili ukikute? Biblia inasema matendo yatawafuata. Kwa hiyo ile kazi uliyofanya kujenga ufalme hapa duniani utaikuta. Biblia inasema viuzeni mlivyo navyo mkawape maskini, jiwekeni hazina yenu
wafiki, wala kutu haiharibu, wala mtu hawezi kula. Maana pale hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako utakapokuwa. Sio ulipo, ndipo na moyo wako utakapokuwa siku ile. Amen. Kwa kila mtu atasimama penye hazina yake. Kuna watu ni maskini wa roho, lakini ni matajiri wa dunia. Aheri wangekuwa maskini wa dunia, wawe matajiri wa roho. Amen. Sema amina. Amen. Yaani kila mahali panapohubiriwa injili uliweka mkono wako. Watumishi wakipita wakiwa wanahubiri injili unawapa kikombe cha maji. Biblia inasema, na wale watakaowapa watumishi wangu ngaa kikombe cha maji, kwa kuwa ni watumishi wangu, haitawapotea kamwe thawabu yao. Haleluya. Amen. Haleluya. Unawezeshaje ufalme wa Mungu kuenea? Unawezeshaje kazi ya Mungu kusonga mbele? Nimekwambia kule Kongo, kule Misri, watu wanaishi msituni, watumishi wanaishi msituni, wanabatiza watu usiku, wanabatiza watu msituni kwenye madibu huko, ndio sio wakakamatwa wakauawa. Lakini sana inafika wanakamatwa wanachinjwa. Lakini wakifa hawajuti. Amen. Wameokoa watu 10. Amen. Wameokoa watu 20. Hiyo ndio kitu chenye thamani kwao. Maana hivi tunavyovihangaikia, baadaye tutavipata vingi na kusaza visivyokuwa na mwisho. Hii nyumba unayoipigania, mashamba unayopigania, elimu unayoipigania, ina mwisho wake. Maana ukifa ni mwisho. Aheri upate ufahamu, ujue ya kupasa kufanya leo. Maana muumba wako yuko mlangoni, anakaribia kuja. Kanisa likishanyakuliwa, neema ikiondoka, duniani watakaobaki ni watenda dhambi peke yao. Hakutakuwa tena na msaada. Biblia inasema kutakuwa na njaa na kiu ya neno. Watalitafuta neno, hawataliona. Sio kwamba Biblia hazitakuwepo. Roho wa Mungu hata kuwepo, maana atakuwa ameondoka na watakatifu ndiye uwezesho wa kuwanyakua, kuwapeleka mbinguni. Hata kuwepo tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Kasana. I want to see you there. Ningependa niwaone kule ngambo. Kuwa na tamani sana nikuone, ili kazi yangu ina thamani. Bwana asifiwe sana. Amen. Okay, Bwana Yesu anasema kwamba mtu akimpenda atazishika amri zake. Kwa kuwa kupenda ni tabia ya kiungu, hivyo basi kila aliyeokoka anapaswa kuwa na tabia hii. Haleluya. Amen. Kupenda kuna gharimu. Kupenda kuna gharimu muda, kuna gharimu fedha, kuna gharimu ya mwilini. Watu wanajidai wako busy sana. Yaani hata kanisani wako wanakaa kanisani wakiangalia saa. My friend, ukifunuliwa dakika moja kuiona jehanamu ya moto, utaniambia nitakaa hapa kanisani miaka 10 sitatoka. Sasa uko busy, maana hujui kitakachotokea baadaye. Lakini like to get you. Leo ni siku takatifu ya Mungu imetengwa. Watu walitakiwa wakae mbele za Bwana tangu asubuhi mpaka jioni. Sio vinginevyo. Haleluya. Amen. Mungu amekupa siku 6 ufanye kazi, na siku ya 7 ni ya kwake. Ameitakasa, akaitenga, anataka ibada kwako. Ibada ni mahusiano kati yako na Mungu. Haleluya. Amen. Huna amri na siku hii. Hii siku ni ya Bwana. Amen. 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 Kwa akasema anayempenda atazishika amri zake. Hebu tusome Yohana sura ya 15. Yohana mtakatifu ile sura ya 15, na tutasoma ule mstari wa 17. Yohana 15 ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema, haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Anasema na waamuru mpate kupendana. Hebu sema Yesu ametuamuru tupendane. Yesu ametuamuru kupendana. Haleluya.
Yesu akasemaje? Yale mtakao watu wawatendee, watendeeni wao hivyo hivyo. Kumpenda ndugu yako, huwezi kumwacha angamie. Kupenda wengine ni kupenda kuona nao wakiwa salama kama ulivyo salama. Amen. Ni kutaka kuona nao wana uhakika wa kuingia kwenye uzima milele kama vile ulivyopata uhakika. Sema amina. Amen. Nani ataenda kuwaleta? Hawakuagizwa waende kanisani. Sisi tuliagizwa tuende tukahubirie injili waliopotea na walioko dhambini. Ni kazi yangu mimi na wewe kwenda kila mahali kupiga kelele, kuwaambia watu waache dhambi na warudi kwa Yesu. Wamrudie Yesu, maana ule mwisho umekaribia. Haleluya. Inawezekana uwezi kuhubiri, lakini support injili kwa fedha. Amen. Alafu Mungu atatukuzwa kupitia wewe. Amen. Haleluya. Amen. Watu mnaona aibu hata kubeba tu Biblia kutembea nayo, mnaona aibu. Unataka watu wanakuchallenge, unasali wapi? Nasali pa. Unaenda kusali kwenye kanisa lenye mabati. Sio tuangalie mabati, tunataka neno la uzima. Tunataka kusikia kweli ya Mungu. Tunataka kusikia neno la kutuisha. Sisi sio mazingira, tuangalie mazingira. Tunataka kusikia neno la Mungu lililo kweli. Maana Biblia inasema mtajua kweli nayo kweli itaweka huru. Unaweza kuona magorofa lakini mkao wote ni wana wa ibilisi na kwenda jehanamu. Hapo utasikia habari za Yesu. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Kwa anasema nimewaamuru mpendane. Je, wewe nani ananipenda? Kunyosha mkono. Nani ananipenda? Haya. Nani anapenda watu? Wewe ni muongo. Wewe ni muongo. Tena muongo mkubwa sana. Unapendaje watu wakati hujawaeleza habari za Yesu? Kwa sababu upendo wa kweli pale ambapo wewe uko salama na mwingine akae salama hapo hapo. Huwezi kuingia kwenye nyumba ukafunga mlango wakati mvua inanyesha, rafiki yako kipenzi akawa yuko nje. Kama unampenda utahakikisha naye anaingia ndani, unafunga mlango, mnabaki ndani mkiwa salama wote. Haleluya. Mbona mjawaeleza watu habari za Yesu? Mbona mjawaambia watu waje kanisani wasikie habari za Yesu kwenye madhabahu? Hata kama wanawabeza, hata kama wanawatukana, hata kama wananibeza, hata kama wananitukana, waambieni waje kanisani. Maana bado tunawapenda, na hii ndio kuwapenda, kuwaleta karibu na Yesu. Amen. 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 Nani ataanza kuwashuhudia watu? Sasa kama utaki kushuhudia watu, kuambia, unaweza kukosa cha kushuhudia, unasema nashuhudia nini? Wewe msisitize tu, mwambie twende kanisani. Wewe unaweza kumtoa kule aliko kumleta mpaka kanisani. Thawabu yako Mungu ameshakuandikia. Alafu yeye akija kanisani, mchungaji asipoweza kumweleza kinachompasa kufanya, shauri yake mchungaji. Ila wewe ulileta kondoo kutoka mafichoni mpaka kwenye zizi. Amen. Aliyetakiwa kumlisha kama alishindwa, shauri yake. Ataenda kutoa hesabu hiyo. Ila wewe umemleta. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Natarajia roho ya uinjilisti kwa jina la Yesu mwagwe ndani yenu. Roho ya utumwa imwagwe ndani yenu kwa jina la Yesu. Roho ya walimu imwagwe ndani yenu kwa jina la Yesu. Uweze kuwa na lile jicho la Kristo alilotazama nalo ulimwengu. Hilo jicho likakae ndani yenu, muitazame dunia kama alivyoitazama. Mkaihurumie na kama Mungu yeye mwenyewe alivyoihurumia dunia. Sema amina mtu mmoja. Anasema Yesu, iweni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Yesu anasema tuwe na huruma kama Baba wa mbinguni. Ni watu wangapi ambao unawafahamu wako dhambini na unajua kabisa, unao kujiuliza akifa atakwenda wapi? Ni nani unayemfahamu mwingine alikufa katika hali ya dhambi? Hivi unajisikiaje? Maana hana tena mlango wa toba, hana tena namna ya kuweza kutubu dhambi zake, lakini alikuwa anaweza kusikia neno wakati ule ukufanya hivyo.
unajiulizaje? Yule aliyeacha mambo yake akaja kukuhubiria wewe injili, ukamjua Yesu, leo uko ndani ya Yesu, unajisikiaje? Yeye alitoa maisha yake kwa ajili yako, ila wewe ukutoa maisha yako kwa ajili ya wengine. Amen. Amen. Mwe tayari kumtumikia Mungu katika hilo. Na mwe tayari hata kwa vita yote, hata ya kufisha, maana mtavikwa taji ya uzima milele. Mtavikwa uhai usiokuwa na mwisho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nafahamu mtu mmoja alikuwa anasoma, akasema elimu hii, nani dunia hii bila elimu huwezi kwenda mahali popote. Akasema mimi nataka nisome nipate elimu, maana dunia hii maisha bila elimu hayawezekani. Ni kweli elimu ina support maisha kwa sehemu yake, lakini usifikiri elimu ni kila kitu ukamwacha Yesu, ukazitegemea akili zako na mawazo yako visivyoweza kukuzalia matunda. Alisoma akapata degree ya kwanza, akaenda akasoma masters, akasoma PhD. Alipomaliza ndani ya wiki moja akafariki. Alielezwa habari za wokovu na kutaka kuokoka. Elimu